Tumefanya ukaguzi leo wa mwisho kujiridhisha kwamba sasa yale snags, yani vitu vidogo vidogo vilikuwa vimesalia alipopita Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega tarehe 16 mwezi wa tatu, ilikuwa ni pamoja na kufanya usafi. Mkandarasi alikuwa anamalizia kufanya usafi, na pale ambako kulikuwa na bomba tulikuwa tujakamilisha kuweka lami, tulishakamilisha. Kwa hiyo sasa hivi magari yameruhusiwa kupita kila mahali vizuri kabisa. Lakini niseme tu kwamba labda tuendelee kumshukuru na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hilo, hasa kutafuta fedha kwa ajili ya kuondoa adha zilizokuwa zinatokea za mafuriko hapa Mkuyuni. Lakini tuwashukuru na wasimamizi kuanzia Waziri wa Ujenzi kwa kusimama kidete kuhakikisha amekuja hapa kama mara 3 kama sikosei kuja kufanya ukaguzi. Hii ya mwisho nilikuwa tarehe 16 mwezi ulioisha. Kwa leo akiwa karibu kuja kututia moyo Katibu Mkuu naye wa Wizara ya Ujenzi, Mheshimiwa Balozi Aisha Amur, ambaye na yeye amekuwa bega kwa bega kufuatilia miradi hii, na mtendaji mkuu wetu Engineer Besta naye anafanya juhudi kubwa sana za kututia moyo, kukagua mara kwa mara, na mpaka sasa hivi tunavyoongea miradi yote imekamilika. Kwa Mwanza tulikuwa na bahati, tulikuwa na takriban bilioni 19 zilikuwa zimeelekezwa katika mkoa wa Mwanza kuondoa adha ya mafuriko iliyokuwa inatokea tangu 2021 sehemu mbalimbali, ikiwemo hii ya Mkuyuni ambayo nimeeleza kwamba alikuwa anafanya kazi mkandarasi Jasian Company kwa gharama shilingi bilioni 5.19, lakini tulikuwa na daraja la Mabatini nako alifanya Nyanza Roadworks kwa thamani ya shilingi bilioni 6.5, lakini tulikuwa na madaraja mengine kama kule Kwimba, daraja la Sakanti na Malevi alifanya Mangi, ambao wote hao ni wazawa, kwa thamani ya shilingi almost bilioni 5.5, na Sengerema huko tulikuwa na daraja la Kishinda na Nyarua, barabara hii ya kwenda Ngoma kutoka Busisi. Kwa hiyo madaraja yote haya yameshakamilika, miradi yote ikamilika tangu mwezi wa pili. Kwa hiyo sasa hivi watu wanaendelea kupita, na kimsingi imechochea maendeleo kwa sababu kwanza imeleta uhakika wa usafiri muda wote. Hata kama mvua zimenyesha, lakini watu wataendelea kupita, tofauti na awali mvua zikinyesha lazima watu wasubirie tena maji yapungue ndio waweze kupita. Nisema tu kwamba kuna maelekezo machache ambayo waziri alituachia. Moja lilikuwa ni kuweka taa zishuhudia tayari, lakini alitoa ushauri tuweze kuweka na garden, hasa maeneo haya ambayo tunatarajia baadaye wa BRT. Na sisi tumeitikia hilo. Sasa hivi tuko katika maandalizi ya mwisho kabisa ya manunuzi, ili tupate watu ambao wataweza kufanya shughuli ya kuweka bustani nzuri inayopendeza. Na si ni imani yetu, lakini kwa sababu tunajua kwamba hulka za wananchi ni kwamba watu watakuwa wanatendi kukatisha huko. Sasa ili tuweze kuwa na ubora wa bustani yetu, natarajia tuzizungushie fence ili kuzuia watu wasikatishe kutoka upande mmoja wa barabara kwa nyingine, wakasababisha kukanyaga au kuharibu bustani zetu. Kwa leo hilo tunalifanyia kazi. Ni imani yetu kwamba karibuni ndani ya mwaka huu wa fedha ambao natarajia uishe mwezi wa 6 mwishoni, maana yake tutakuwa tumeshafanikisha haya tunayotarajia kuyafanya. Kwa majina naitwa Mhandisi Nestor James, ambao tulikuwa tumepewa huu mradi kwa ajili ya kutekeleza kampuni ya Jasian Company Limited. Awali ya yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nipende tena pia kumshukuru Mama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Shukrani zangu za dhati sana ningependa
kuzipeleka kwa serikali kwa ujumla, kwamba ameweza kuwaamini wakandarasi wazawa kutekeleza mradi mkubwa kama huu. Unajua zamani tulikuwa tumezoea kuona makampuni ya nje ndio wanatekeleza miradi mikubwa kama hii, lakini sasa kwa ujio wa mheshimiwa, kwa ujio wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuwaamini wakandarasi wazawa, wakandarasi wa ndani. Unajua faida moja ya kumwamini mkandarasi wa ndani ni kwamba unakuza kipato cha mtu mmoja mmoja na uchumi wa nchi pia unaongezeka. Kwa hiyo mimi nipenda kutoa shukrani zangu za dhati sana. Serikali iendelee kuamini wakandarasi wa ndani, hasa sisi upande wa Just and Company Limited, ikiwezekana tupatiwe mradi mwingine mkubwa zaidi kuliko huu ambao tumemaliza kuufanya, maana tumeufanya vizuri bila shida yoyote. Yeah.